Kwema? Nakuuliza kwema? Leo bado kidogo ningeitwa marehemu mtarajiwa. Sasa mbona tuswalona mimi bwana? Nani thubutu nani haiwezekani. Thubutu mtu kufanya labda mimi nimekufa siku hapa. Useme hivyo. Unasema hivyo kwa nini Mungu bwana? Mimi sina maana hiyo. Maana yangu ni kwamba mimi ndio mtu ambaye kazi yangu ni kulinda wewe na kutuondolea shida zako zote ulizonazo. Haya wewe kufanya kwamba wewe unaona mimi sina maana nini? Kwanza wanisheza kuwa na asasi na dawa zako. Wewe sio mganga wala nini. Wewe muongo tunadanganya. Unanitukana? Na kuuliza unanitukana? Sema unanitukana? Aishi. Sasa mfanikiwa? Kama kawaida. Chezea shida wewe. Yaani ile jina ulikosea kunipa. Unataka unipe raha. Mtu wa raha. Vitu vizuri. Tuanze. Malaki tena. Tuane. Oye. Yaliyomo ndani. Wewe. Nikitaka sifukui. Na nakula mwenyewe. Acha Mungu nakufukuza. Hapa ukai tanda kwenda kwenu tanda Mungu watu one kama hutaki basi ondoka. Nitaondoka kweli. Nikale vitu vizuri peke yangu. Peke yako uhame. Mungu watu one. Nimekupa kozi kali sana. Sina simkizo. Kuaminia. Zidao si mchezo hufi. Watanifukuza lakini mwisho wa siku kama kawaida. Mungu watu one. Mungu watu one. Mungu watu one. Mungu watu. Jamani. Furaha zangu zote na katika mnei. Mimi najua kuna kitu cha maana. Waniletea vijisoksi vifangasi na sidiria sijui mkota wapi. Wewe mtu una akili lakini. Yaani wewe mzee uelewi kabisa wewe. Hizi hela haichagui udogo wa kitu wala ukubwa wa kitu. Hivi soksi za fangasi. Sasa ukishaviuza hivi mimi napata nini? Wewe mzee kuwa muelewa, hivi nauza na yeye anapata. Hii? Hapo utanipa nini? Sijui na soksi za fangasi unalete hapa. Usina pasa na tu kwa hiyo. Hapo utaama hapo. Ujinga mtupu, ujinga. Unataka utikalize. Kama nakwambia. Usione kanyo kuna kuiba misidiria na visoksi vya fangasi. Hapo utaama. Babu. Mzee mpenda pesa huyu lakini hajui jinsi zinavyotumika. Unaona bure. Nasema utahamu. Wewe mpumbavu. Wewe pumbavu. Visoksi vya fangasi. 1500. Natoa ujuzi wangu na pumbavu. Nimefungua umeona. Vitu vizuri.
Unafanya nini hapo? Nakusanya nguo ende nikafue. Nifue zote hizi baby Zote hizi Hebu subiri. Kwanza hizi saa ngapi? Sasa saa 9 si saa 8. Unajua asubuhi nawahi sana kazini. Kwa hiyo nataka nifue kabisa, nikiondoka nimeondoka. Toa kwanza hizo kapu. Wapi? Hapo bwana, kifuani umezibana kwenye kitenge. Izarudishe mule kwenye jinzi. Safi. Afu hiyo fulana ulioshika hiyo sio chafu, hiyo safi na vaa kesho asubuhi. Nako pengo chafu. Toa hapa. Yule toa ungu. Hapo ungeenda kufua na hizo ungezilowesha. Sasa mimi nataka nifue kwa mapenzi yangu. Alafu sasa nataka unifanye kama unanituma vile. Umetoa wazo zuri. Shika kwanza. Subiri, basi nitafuata baadaye, usishagairisha. Ngoja nikuchukulie ndoo na sabuni. Mimi sifui. Ninachokupendea wewe unajua kubembeleza ndoa. Fanya kazi hapo. Mimi sifui. Mimi sifui. Jamani, kwani kati yangu mimi hapo na wewe hapo nani kamka sasa hivi? Hata kama, lakini sio kwamba ndo maamuzi yangu mwenyewe. Nimelala nimeota ninafua. Sasa nimejikuta nimeamka na wewe umeamka. Basi ndo nimegairisha. Sasa wewe ndio unatakiwa ile ndoto uiendelezee hapo kwa kweli. Ndio maana tu anatuambiaga fanya ndoto yako kwa kweli. Fanya hiyo kazi. Nikira kama mimi hapa nilikopa na utajiri. Kwa hiyo acha nilale niendelee kuota. Sunji. Mimi ndo naondoka hivyo, nishamaliza. Sawa sawa. Sunji. Mimi naondoka hivyo basi. Kwa heri, sawa? Bye Haya, sawa. Wasalimie Kigoma. Sunji. Akija Jumanne, mwambie mimi ndo nishaondoka tayari. Kwa hiyo niagie, sawa? Akija Jumanne nitamwambia utarudi tena Jumatano. Kwaheri Naondoka mimi ndo naondoka afu ndo sirudi. Sunji, kwaheri Sasa wewe basi kuelewi. Ndo naondoka mwenzio. Sasa si uende. Kila time unaagaaga. Na wewe uelewi. Mtu akikwaga sana unajua anataka hela au anataka kitu. Ndio principle za wapi hizo? Hata hivyo umejichelewesha hapo, umejidhurungusha. Mimi nilikuwa natuma hela kwa mama. Ungeniambia mapema, ina maana hela ningekutumia wewe. Unajifanya mjanja, sio? Unajifanya mjanja. Subiri. Wewe nani? Shida. Wewe rudisha bwana. Mbona una mambo hayo bwana wewe? Njoo. Jiko hilo hapo. Nenda kaliuze. Shida. Jina langu Deshi mchumba wangu. Nitaka nifuate kwangu. Ama dili yako ya tali unapenda kunipa mimi na kufanyia hela unipi. Siendi kuuza. Tena wewe ndio usiongee kabisa wewe. Wewe ushakula pesa zangu ngapi wewe? Wewe nishakupa pesa zangu ngapi na hujafanya kitu chochote? Chukua jiko kauze hela hapa wewe. Ushaona mimi mnyonge wako unanionea. Sawa, mimi nitaenda kuliuza. Lakini shida wewe. Itatokea dili kubwa na inabidi kufanyia mimi. Sifanyi, nakwambia sifanyi. Tabu. Wewe kwa jinsi unavyopenda pesa wewe. Kwa jinsi unavyopenda pesa wewe ukatae hela wewe.
Hebu kauza jiko kule yote hela hapa. Siendi kuuza. Wanaletaje jiko tuko sana? Unaona kabisa uzito bado sana. Wanaletea mimi nikauza. Siendi kuuza mimi. Kwa hiyo mimi nimetoaje kule mpaka nimefika hapa? Mbona mimi mambo kibao naiba peke yangu? Vitu vingapi vikubwa naiba mwenyewe wewe baby? Wewe unapenda hela tu eh? Leo hii sijui utajua leo jiko utalibeba, mimi sikusaidii wala nini, nataka hela nikija hapa. Utajua mwenyewe kama utaita majirani talanta utajua mwenyewe. Zinjanja hizi. Sasa jiko nitaibeba jamani. Shajua. Natafuta hata kubeba hapa kama nataka. Nikimkamata. Yani amenitia hasara. Unajua hasara? Kuna atadiliti. Tena wewe mwizi, aibu vitu vikubwa hivi. Yaani jamani, mimi nilibaki nashangaa. Nimepika wali wangu wenyewe wa nazi. Naingia ndani natoka. Jungu lote alipo. Sio mimi nililala na njana mume wangu. Babu anaiba. Mimi huyo mwizi mwenyewe ni mdogo kwa sababu mwizi angekuwa mkubwa huyo angekuwa anaiba vitu vikubwa. Sasa unajua dawa yake nini akipatikana? Kwa sababu bado mdogo tunampaka pilipili. Tunampaka pilipili mpaka akome. Aweza katutesa katutia hasara bure. Hivyo. Na itoshe. Mpaka ile TV yetu ya ndani aliyechukua ni yeye mwenyewe. Sasa nitakachokifanya nitamfinya fi. Nakwambia mimi nikimshika nitakaba, nikishakaba sasa nanywesha sumendi kavu. Nakwambia kabisa. Nakwambia ni hivi, nyie yote hamjaongea mtakachokifanya. Mimi hapa nina hasira. Unajua maana ya hasira? Ya. Unajua pesa zangu za upato nimepata jana, si eti? Basi bwana. Nikachukua pesa zangu zile pale, ndio zangu wapi? Nimeenda kununua simu yangu mpya 50,000. Na nimechukua na pesa nyingine nilikuwa nimezeka kwenye kibubu mwenyewe nilikuwa najiwekea, nikaongezea nikanunua simu yangu. Nimefika zangu ndani sasa nyumbani. Nimeweka simu sebleni, si niingie chumbani. Kurudi pale nilipoweka simu yangu. Si nisikute. Yaani nitamkumuta. Unajua maana kukumuta? Unachoma moto huyo. Habari ndio hiyo. Kila siku yeye tu. Nakwambia. Baba, mtaa mzima wana hasira na mwizi. Yaani hali ishakuwa mbaya. Mimi nina wasiwasi kama nini, hata sijielewi. Usiogope chochote mwanangu. Mimi nipo ajili yako wewe. Nasema huwezi kukamatwa. Na si kukamatwa, mimi nitachukua vitu vyangu vyote vya uganga. Baba, pamoja na hayo, mimi ni binadamu, pia nina chembe za woga. Kwani baba akasemaje? Hakuna matata. Hakuna matata, wizi usiache. Mimi ni mganga, huwezi kamatwa. Hakuna matata.
hakuna matata. Hakuna matata, wizi siachi. Hakuna matata, siwezi kamata. Hakuna matata. Matata, 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 matata. Mama Ali! Mama Ali! Mama Ali! Wali umenondolea mboga yangu. Mama Ali usitanie bwana. Mimi sikuwa napika hapa. Acha masiabo. Mama nilikuwa ndani nimepumzika. Nilikuwa napika hapa mboga. Tumekaa hapa nimeruka mchuzi Acha nimeweza kuangalia. Shuga yangu umekwisha. Wameshakuiba. Umekwisha. Wamenibia kama juzi. Ubwabwa wangu umeondoka hivi hivi. Namwambia nini mume wangu mimi jamani, lakini Majira. Jamani alichukua mboga yangu jamani, anirudishie jamani. Nitafanya kitu kibaya, mchezo michafu mimi sipendi jamani. Simwache sasa, simwache. Nitakachokifanya mboga yangu itarudi. Manake sasa huyu mwizi kaamua kutukomesha. Kila siku mimi nalala njaa. Huyu professional. Yaani huyu ni professional. I say. Sasa nitaogopa hata kuweka maji nje. Naweza hata nikatiliwa mavi hapa nje. Aki. Kweli nikimkamata sitamwacha, na mkata vidole vyote. Awe kibubutu. Na kama unasikia huko usikie. Nakwambia utanijua mimi ni nani. Shoga hata usimwache. Yaani usimwache. Manake naona sisi tunachezeana. Usimwache. Yaani ukimwache tu utakosha mzoesha. Jamani. Mboga yangu jamani. Hello. Unataka nini? Nimekufuata wewe Shida. Nilikuwa nataka twende kwangu. Mimi naogopa sikujui. Sasa Shida, kama utakuwa karibu na mimi utanijua vipi? Nilikuwa nahitaji nikupeleke kwangu uone ninapoishi, ninapolala. Unijue vizuri, lakini kama ukinikwepa, huwezi kunifahamu. Mazali umekuja nyumbani, sawa nimekubali, lakini kwa sharti moja. Simu yako ina kamera? Of course, yes. 13 megapixels Android. Yaani unatokea kama ulivyo baby. Tupige picha, alafu tumtumie babangu. Ile toka nifanye kitu kibaya au ili kitokee chochote kile kukamata hiyo wa kwanza. No problem. Unajua selfies? Okay. Tosha. Nitajie namba ya babako basi nimtumie. Namba yake nimesahau, sijui. Umesahau namba ya babako mzazi? Sio tunafanyaje? Nipe simu yako nikamuoneshe. Yuko ndani. Sawa? Mazuri sana. Nimeona nilikuwa chungulia. Umeona eh? Kuna dakika nimeona. Angalia toto hilo. Toto hilo. Kama limeshushwa. Wai. Nitaliibia hili. Kwenye mdomo wako na uoka speaker sasa. Sasa paka vitu. Paka mambo. Subiri poke dawa maana wewe bila dawa. Huwezi kunyanyua. Haraka nataka nikabadilishe tu hai, sawa? Haraka nikabadilishe. Niibe na hii nipoteza. Imepotea. Mwenye furahi na hapa kwenye mdomo. Na hapa kwa maneno yako wanaoka speed. Kwenye mkono. Usipate nyingi. Nichukua hela zote chukua wewe.
Sasa nikabadilishe nguo sasa. Haya. Karibu kaa. Hapa unaishi peke yako au na baba yako? Hapa ni kwangu. Hii ni nyumba yangu kabisa, nimejenga mwenyewe mara baada tu ya kuanza kazi. Haki ya Mungu, mimi kweli mjinga. Ningejua ningekuwa nishakukubalia. Kwani shida? Ina maana unanipenda mimi kwa sababu nina nyumba nzuri au unanipenda mimi kama mimi? Hamna, Joni. Unajua ni mwanamke, sisi wanawake tabia zetu, mtu akikutaka kwanza umzungushe alafu baadaye umkubalie ili asikone muone. Alafu kitu kingine, Joni kweli unanipenda. Kweli tena. Kwa sababu mtu una nyumba kama hiyo unajua kunipenda mimi, mtoto wa Uswahilini, mtoto wa Uswazi. Yaani wewe sio mtu wa kukataliwa. Ningekuwa nishakukubali zamani kama ningekuwa najua na vitu kama hivi. Kweli tena. Si kwa nini nilikuwa nakuzungusha? Basi usijali, karibu sana. Nikuletea kinywaji gani? Vyote. Vyote. Sawa, basi naomba nichukue nafasi hii nikutengenezee kinywaji ambacho baba yangu huwa akija kunitembelea huwa namwandalia, huwa na relax sana. Wewe. Shida. Karibu. Mbona ni kama uchafu hapa? So uchafu. Ni kinywaji kizuri sana na hayo matunda ambayo yamewekwa humo yanadhilisha ladha na kuleta utamu ndani yake. Wewe jaribu utaniambia. Cheers. Jaribu utaniambia. Usitoe. Niongeze. Okay. Sawa. Mbavu mkubwa. Bosi alikuwa amejaa tele bado hajajamini tu. Imebaki ngapi? Dawa sipati wapi bwana, dawa hapa. Hapa maarifa. Lazima mtu kila kitu ujiamini. Kuiba ujiamini, kufanya kitu ujiamini. Sasa nitampaka chake kama ubao shule mbao. Lala, sawa. Baba. Sikiza nikwambie shida. Sasa mbona shida unafanya hivyo bwana? Shida. Pumzika wewe, umeelewa bwana. Nitakurudisha kesho asubuhi. Sawa? Nataka kuna nyumbani. Sasa nyumbani kwa wewe. Pumzika bwana, shida bwana. Utaenda nyumbani kesho. Sasa hivi umeelewa, nitakurudisha kesho. Sawa? Usiku utaendaje nyumbani sasa hivi na hiyo babako akikuona? Umalisha mavitu yako, umenyosha mapumbe yako mpaka nasikia mpaka nataka kunywa maji. Basi maji ngoja nikuletee basi. Sawa? Nakuletea maji, sawa? Nikuletee maji. Haya, dakika moja. Haya. Shida. Nishika mguu. Nishika mguu. Bwana kichani. Hebu njoo basi unywe maji. Njoo. Kaa sasa hapa unywe maji. Kaa hapo unywe maji.
ajabu machungu, nataka kula nyumba. Niondoka na kwa baba. Ondoka na nyumbani. Shida. Wewe. Hii cheni umetoa wapi? Hii umetoa wapi? Umetoa wapi cheni yangu? Yapo nini? Ukichukua unaizungurusha, unaifunga hapa, unaiweka huku, unafanya hivi. Ngoja ilete. Sasa unachukuaje cheni yangu lakini? Jamani pombe hizi. Sikia nikwambie sasa mimi naomba nikupeleke nyumbani sawa? Naomba nikupeleke nyumbani sawa? Twende nyumbani. Twende zetu nyumbani. Nini sasa? Twende nyumbani. Kila siku tunaenda nyumbani kwa kutembea. Leo nataka twende kwa kuruka. Sawa wewe ruka tu mama, wewe ruka. Twende. Ruka. Wewe ruka mama. Yaani najuta. Jumba lote lile tusijambulia hata kitu jamani. Sasa wewe kweli una akili. Sasa jumba kubwa ushindwa kuchukua chochote. Imekuwa godown nini? Tatizo sio kwamba sina akili. Unajua ni ilifika hatua mpaka nikajifanya nimelewa, lakini wapi amebana mpaka penalty. Sio hayo sasa ujinga nini? Mtu kabana penalty funga goli la kona. Unasema ndio kwa sababu hujakuepo, lakini ungekuepo wala usingezungumza maneno hayo. Afu kaka ni tajiri. Ana hela. Sasa hilo jumba nilivyoingia huko ndani, nilio sijui nimeingia wapi, sijui labda nimekosea nikaingia Ikulu sijui wapi. Lakini nipa hili nambari 1. Huwezi kuamini kutoka asubuhi mpaka usiku eti amenipa 20,000 jamani. Maskini. 20,000? 20,000. Patili zangu 10 basi mama. Kalale. Tatizo lako wewe ndio hilo. Unapenda sana pesa. Hili si tatizo mama, ni pasu kwa pasu. Umesema una 20, zangu 10, zako 10. Shauri zako mwenyewe, kuna jela, afu jela kuna nyapala. Kwani jela nafungwa mbuzi au nafungwa mtu? Taona sasa nyapala. Nipeza kanya pale. Lete hiyo 10 yangu. Lete 10. Takuwa sikuti. Hapa tunagawana 5,000 wewe 5,000 mimi. Nini? Umesema mwenyewe 20,000. Kama ni 20,000, 10 wewe, 10 mimi, pasu kwa pasu, kati kwa kati. Mimi na kazi kubwa na gharama mimi na tajiri. Ala. Na mimi mambo yangu nafanya mpaka ukaweza kufanya kazi na mimi. Adogo, lete bwana. Lete kwa mimi. Lete ndio. Hata kama umenona kiasi gani mimi nachukua hii haki yangu hii. Pasu kwa pasu, pasu kwa pasu. Mtu mgumu huyu.
hapa leo sikuwa mkii wala nini hapa, baba gani jizi. Potelea mbali, mimi sina shida ya shikamoo zako kama jina lako kwa hiyo shida hii. Kama wewe kunamkia, ushaanza mkia tangu tuko tumboni mwa mamako. Nina shida gani na shikamoo yako na uzee huu? Kwanza wangapi mimi unanikia? Cha msingi hapa naomba pesa zangu. Hapo. Umeshanikumbusha. Mimi leo naamka asubuhi natazama mifuko ya suruali yote, hela yote imeondoka. Tena tele unanipa jana pia imeondoka. Jamani naomba pesa zangu, mbona kwa hivyo lakini mimi leo najua nafosipatia shida mpaka unakuja unaniibia kirahisi rahisi. Sikiliza wewe, ukizungumza mimi sinikunje uso. Pumbavu, acha ushenzi wako. Wajua wewe uishi sasa kwako bado mizizi sasa hivi. Umekuwa jiza sio umekuja ndani ya roho yani. Hivi wewe kule kuniambia mimi wewe? Mimi nakuangalia tu. Sasa kwa taarifa yako mimi nimeshakomesha. Sasa kama utarudi urudi tena lakini nimeshakomesha. Kipochi changu. Naomba usamehe, kipochi changu nimekiba. Mimi na wewe nani kazaliwa mbele? Wewe au mimi? Na nani teacher? Lakini kipochi changu nimeiba tu asubuhi. Nasema nani teacher wa kuiba alofundisha mzee kuiba nani? Hapo lakini naomba baba nisamehe sirudi. Ala. Nasaidia hiyo. Umekutazama tu. Mwe mkubwa wewe. Mwenye kipochi changu jana tu nimekiba asubuhi, afu umekuja umekichukua. Basi taarifa yako mimi nimekuja na mimi nimenyata paka pale nakuta ile walala. Mimi ndo teacher mimi kafanya ninavyofanya mimi mpaka ukasinzia kabisa kwa huna fahamu nikaiba vitu vyote. Wewe unakuja na kunyata na kujifanya hodari kabisa, nywele zimesoma kama nungunungu, unakuja pale unafungua mfuko wangu unachukua pesa za kwako. Afu dawa zako zitakuwa hazifanyi kazi. Sasa umejua nimekuibia, usingejua. Basi dawa zangu zifanya kazi sana, nimekuona. Unakuja umechukua kwa dawa zako na kwa hizo dawa unanishinda mimi. Sasa mimi najua dawa zaidi. Nimenyata vizuri taratibu. Tapaka dadu. Nimekopa kapochi kale ngwa. Stake. Sema. Jinga wewe. Chukua hii. Hii tu jamani, zilikuwa nyingi zote. Wewe tu tangu lini mimi nichukue pesa nipate tabu mwendo wangu mpaka kula afu nikurudishie zote? Ninakata juu kwa juu. Mimi ninatoa ile tabu niliyoipata kwa mkaji wa kitanda. Kwanza kukuwaza wewe ulivyokuja kule ndani kuja kuniibia, ungenikuta umelala vibaya baya. Ningefumba macho, alafu ungekuwa naiba. Basi wewe professional. Wewe kufunga macho wewe kiboko. Sasa mimi nimekuwahi. Nani hodari? Nani teacher? Wewe tulia. Nitakupiga kila mtu sasa. Alafu wewe kwa tabia zako mimi na wasiwasi kabisa. Mimi na wasiwasi kuna siku utakuja chukua hata hii TV na sisi taarifa habari. Alafu tumeiba hapa nyumba pili. Wote kuja kuitoa ifanye ndio hizo kukamata upigwe, kukamata kwa peke yako kwa sababu buku bana kufa baada. Sitaki. Leta kuweke. Subutu unampenda yeye na kama benki yote utanipa mimi pesa. Mwe. Sikwangu kwa. Ni zaidi. Wapeleka wapi? Jamani. Hivi kwa wewe kwani umekuwa master wizi? Wewe baadaye TV tutaiba na makochi, kila kitu na meza, kila kitu kupe. Una siku ya kuiba kutia kwenye kiroba kakuuza huko umelala. Mbavu. Mpenzi wangu Shida, mi kusema za ukweli siku hizi hata sikuelewi yani. Yaani sijui una matatizo gani. Hivyo anataka nini? Yaani hivyo yani umekuwa mkali, umeona? Yaani unaniwakia, unashindwa kuelewa yani kama hata pilipili nazo kali lakini fungu zima linauza shilingi 50. Hivyo mwanaume gani unashindwa kumjali mwenzako Kwa nini unashindwa kujali shida za mwenzio? Ona sasa unaanza miza. Shida baada mimi sikojua wewe Shida. Mpenzi wangu mwenyewe.
kujua bwana. Au hebu niambie mpenzi wangu, ni shida gani ambayo mimi sijawahi kukusaidia? Tena usiongee ujinga wako. Baba yuko ndani yake, tusikie na alipokuwa hakupendi shauri zako. Kama yupo ndani mwite. Yaani mwite hapa unavyoniona mimi nimekuja niko mtamu. Nimepiga dili ndefu. Haina hata nchi alafu kwa sababu achana na yale marefu mengine na kuaga na nchi. Dili yangu mimi ndefu haina nchi na mkwanja wa maana hapa. Na hela kila hata kwenye nani? Kwenye soksi, kwenye mifuko. Hii hapa nguo niliyoivaa ndani nimevaa singlendi, ile singlendi ina zipu, nimefunda hela. Kwenye mifuko ya jinzi, nimefunda hela. Unamaanisha nini sasa? Nataka nikutolee hela mahali hapa. Usizungumze sana akakusikia, sawa eh? Tena nyumbani kwako utanipa mali mimi mwenyewe. Umesikia Sunji? Mali nakupa wewe? Sasa yeye ndo kakuzaa. Hata kama kanizaa, kwani unaniwa mimi na mwa yeye? Mimi nitagairi. Basi. Ile ni mpenzi dali hadi. Lakini Toa kule kote kumbe ile yenyewe una wala nini? Mwanaume gani mwanaume suruali tu hapa. Kwenda zako. Wewe shida. Shida kitu gani? Acha shida bwana, msikilize nikwambie. Sina muda kusikiza mtu kama wewe tena siku ya pili. Siku nyingine ndio kukupiga wewe, kukupiga mpaka ujisahau jinsia. Liangalie vile sura lake. Sikilize nikwambie kitu. Katika vitu ambavyo mimi sivipendi katika maisha yangu kutishiwa kupigwa. Kwa sababu mimi naamini kinachopigwa ni ngoma, manyanga, tumba, bezi gitaa, mabati na manyanga na kila kitu. Lakini kusikia kwamba mtoto wa kiume anapigwa aliyekamilika kama sijawahi kusikia. Sasa kama wewe mwanamke unajiamini, unaweza kunipiga mimi. Na kama mimi mtoto wa kiume kweli ambaye nimetokea kwenye mizimu ya kolero, ambaye nimefundwa nikafundikika, ambaye nimenyooshwa na wakunga wa jadi, ambaye nimevunja ungo nikachezwa. Nyanyua mkono wako nipige nikuonyeshe. Nyanyua mkono wako nipige. Si unajiamini? Wewe unajiamini? Basi, usitunishe basi vibavu vyako. Ngoja, upo wapi sikuoni? Unajua Sunji mimi nakupenda sana. Nakupenda kuliko hata kitu chochote kile duniani, sawa eh? Kuliko hata hela. Yaani kuliko kitu chochote kile. Kuliko hata ndoo, karatasi, sufuria. Basi kama ni hivyo, leo unalala hapa. Wala sijali kusuila, sawa eh? Kitanda ulikuwa ushakivuruga. Wewe. Hello? Sawa. Sawa. Hai. Mimi naondoka. Wewe, nilikuwa nishakuelewa. Wapi? Naenda nimepata kazi. Sunji nitakaa nyumbani mpaka lini? Mimi nitakuwa nifanye kazi na mimi Hapa utoki. Natoka. Natoka. Utoki? Natoka. Utoki? Nitoki mijifu, natoka. Mbona mtemi sana wewe jamani? Bora kitu kuliko kukosa kitu. Mtu mtemika nini bwana? Na sikuoi kwa sababu ushaanza kunipa shuruba hivi tu hata kabla ya ndoa. Nikikuwa sitakuwa shughuli hapa, ukitaka nyama. Sikuoi mimi. Mwata kunitia pressure? Utakuja niue na pressure bwana. Unanishtua namna hii? Unanishtua mimi? Sio watu na pressure ukaponiua bwana. Tabia gani unafanya? Hizo dalili za mvua. Mazuri, matamu. Raha tu leo tunafanya huko. Mtemu Wacha wewe. Nenda wote.
huyo mtu ana mihela. Unajua hela? Pakatembea vile lakini usikitembea hivi kama unatazama kutoka. Unajiramba kabla ya kula. Mieje bani na faidi. Sisi tunipigie nani? Tuende naye. Jitayarishe nampigia Tabu. Sasa ngoja. Mimi nitakuuliza kitu moja. Wewe unatoa ndo nani laki? Wewe sala kutaka kumjua anatoa nini kwani? Oh, ndio kitu kale basi. Sisi tunajua kwa mtoto mwingine. Faidi. Nampigia Tabu. Ngoja. Halafu nafasi kama hizo mimi nilikuwa natafuta makusipata hizo Tabu. Unaona eh? Ya kulabata. Sasa sijui nimpigie pale. Nani rafiki yangu nitajiwa kule. Nani huyo nani huyo? Ni yule nani? Hapa kwa sio msahau, si rafiki yako kwani msahau? Bwana nani yule jamani nikumbushe. Rafiki yako mtamjoje mimi naitwa nani huyo? Yule nani? Utajaza. Utajaza? Nampigia nani sikujua. Takatenda naye. Toba wote wa nini bwana, wengine wa shamba bwana. Nakaa meza moja, tunajua chakula. Nakwambia hivi, wengine wa shamba hawajawahi kula hata sambusa, unafanya fujo kule ndio wakamwaga mituzia watu kwa wengine tunakula na uma hawajui ndio kunakuwa tafashtafa kwa nini wote hao. Sasa kama na mimi unaniambia hivyo na wewe usimwambie majirani zako twende wote. Maana wao kama nini? Siwaambie wa shamba hawa. Hamna. Msikuje. Hapo jirani naende tunamwenda si wenyewe tu. Alafu mimi nachukua hotpot. Hotpot? Imeonekana. Chukua hii kofia hii. Chelewa. Unalijaza. Alafu unakirudisha. Alafu jingarudi kwa kofia bibi. Twende mama. Vitu vizuri mipango. Sasa mama. Sasa mama. Nilikuwa nasema hivi. Raha mambo kama ni kwenye kula bata. Lazima mtu uwe na mzio. Unaje nikachukua ule demu wangu wa Kiarabu. Sawa mwanangu hapa. Kama umetoka kwenye karata. Nini? Usipendezi hapa. Unajua baba wewe dili sana. Yaani hapo wacheza kamari wakikuona wanahisi kama jokeri ndio limeingia vile. Wameliona live. Wewe ngozi ndio mama yako hizi. Sio kitu kingine. Wewe kaka nitagairi. Ndio. Sababu mbona hujabadilisha kitu? Hapo kama Abdalla umutadula tu basi. Nani kuja uchi? Kama ndio basi endi. Kama utaki kwa nende nikale basi siwe tena mbapo. Unajisifia eti sharobalo wa zamani ndio ulikuwa mnavaga hivyo jamani. Abasa chicha. Ndio kama kude. Sasa chikeni. Unajua wale waloimba mkomboti. Mimi huyo. Sasa mkombe hivi kwa taifa yako. Siende nenda kale wewe. Ya. Message ina. Nenda wewe mimi satisha baba atisha. Sapo umebakisha tu ile pombe tu basi. Alafu kuna kofia lako. Mkomboti. Mkomboti. Andi male ketinga baba Afrika. Nimesahau mkomboti wako. Una mtoto? Hayo pana nini hapo? Unacheka kwa jinsi unavyopendeza eh? Kwa vile mpana nani? Yaani kama vile unangoja basi sasa kukimbia na Mbeya tena. Sasa wewe unasema hivyo kwa sababu hapo jirani nimevaa kiatu kirefu. Sana kivaa kiatu kirefu na kwa hivi. Ufupi kata hapo vile. Vaa vile kiatu kirefu. Unakuwa kama unaimba nyimbo za gospel. Afadhali chini hivi kwa usubiri basi na Mbeya basi. Subiri kama hivi. Sasa hii nitakaovaa sasa hivi. Mwenyewe utasema, niache mwenyewe huku niache. Unaweza kugairisha kutoka ndani kama nitakapopendeza. Tuone.
Pendeza naona wenyewe. Hapo. Wewe mfana nani? Sibi sana kumalizie mwendo. Hapa anatembea na nyonga hivi. Basi atakikuona anaona kama muindi vile umeshuka ni shokola mashina. Mahalulu sasura. Tulikuwa sinuna. Kabale shikunu. Nipendeza jamani. Kama mtu anaangalia mimi nikipita mwenyewe, kupendeza. Ukimwangalia utafikiri mrudi nyuma, kupendeza mbele. Akitazama tu. Kwambie unajua pana nini sasa hivi? Na wale wanako wanauza supu ya mguu wa kuku kule Manzese. Wale yapanda hivi. Wewe nishajua unalipizia kwa sababu mimi kwamba hujapendeza uko hujapendeza kweli. Mimi hata kama nikipendeza na sijapendeza sasa sibadilishi tena nishasema. Basi sijapendeza kati hapa nimependeza. Kwa mwenyewe sijioni. Unionaje mimi ndio kioo chako? Wewe sio kioo. Bali. Yaani akaui. Ngwara za miguu ya kuku. Komboti. Ngwara. Komboti. Ngwara. Komboti. Singua tu. Wewe ni kama drone. Kila mtu anavaa anajua mwenyewe. Sawa, ni hapo sisi kupika. Leo jioni kesho. Kwa vite. Naona tu nikishapendeza. Jamani, karibuni sana. Nimefurahi sana kuwaona. Asante. Huyu hapa babangu anaitwa Mzee Sifaeli, alafu hapa rafiki yangu anaitwa Tabu. Nikaamua bora niwaambie tuje wote ili waweze kunisaidia kula chakula cha usiku. Mimi naitwa John, ni rafiki yake na Shida. Sio rafiki yako, mimi mchumba wako. Mimi mchumba wake. Kama hivyo mzee. Mchumba. Nashangaa, mimi sijawahi kuona uchumba bila posa. Lakini poa. Poa. Isipokuwa sasa nasema hivi. Ikiwezekana. Kimjini mara kama bwana anakuwa tu. Mjini mtu anakuja. Lakini kwa nini tusifuate haya ndio tuamalize kuleta hapa alafu mambo mengine kama baadaye introduction na nini unasema. Wewe mzee si utulie. Halafu wewe unashangaa. Mimi sio mzee babu yako. Mimi niite Uncle Sifaeli. Baby, chakula kimeisha au viko wapi? Vimeisha? Hii ni hoteli kubwa. Kikawaida hoteli kama hizi chakula kinapatikana masaa 24. Ni wewe tu kuagiza muda wote unaojisikia. Kwa hiyo acha nimwite mhudumu basi. Mwite baba. Okay. Auntie. Yes. Ungewasikiliza wageni wangu. Mbona unakula nini? Sikizeni kwanza mama ndio mkubwa wao. Wasikia mama? Nataka kuku mzima. Wako wale wa kienyeji wale wa kisasa? Wapo wote, wapo kienyeji, wapo kisasa. Mbuzi wapo? Mbuzi wapo. Nipatie nusu mbuzi. Ubale mzima ule changanya pamoja niweke hapo. Inatosha. Bado. Unataka kusani naona sana. Amekuuliza inatosha. Vipo mama. Nipatie na nini ile? Mnavu nini? Mama nipatie sungura hapo. Sungura tuna baba tuna bati. Baba nikuwekee bati.
Bata. Wewe mama umejuaje kama napenda bata? Niletee bata ile dume ile kubwa zima. Tayari umemaliza? Mimi? Bado. Amaliza. Auntie. Amesahau, ngoja kwanza. Pilipili zipo? Pilipili zipo za kutosha. Patia kama kwenye kiroba. Kwenye kiroba? Watu wanaja pilipili. Dada. Mimi leta tu chips kavu na kuku. Hii we vipi? Utaagizaje chips na kuku robo? Maliza shida zako hapa hapa. Agiza kila kitu unachokitaka. Hii nafasi kama hizi zijitokezi kila siku. Si eti bibi agize kila kitu unachotaka eh? Unachojisikia. Niko naona aibu shoga yangu. Mimi naomba kuku mzima. Nipe chips na mayai manne. Toba. Vitunguu vipo? Wewe. Amna. Kuna mandazi, mikate. Naomba miogo ya kuchemsha. Toba Mungu. Karibu kila kitu. Basi nipe wa kukaanga. Ya kukaanga pia tuna. Basi utaniongezea. Kuna pizza, kuna burger. Matembele. Matembele hapo. Wewe unanunua ugali wa muhogo? Hakuna. Nini? Njiwa wawili. Bro, unjio nini hapa? Asa dada Mika anachoagiza hamna. Basi utanijazia kama kuna nyama nini, kama kuna nyama nini kama imebaki. Naomba na maharage, niweke sukari. Dada, ni hapa ni si sana. Nite kama baba alivyoagiza, ila fanya mara 3. Sawa eh? Alafu niweke nyama nusu kilo na Pepsi. Sawa? Alafu na biriani eka. Na nyinyi biriani 1 2 3. Huku 3 usisahau. Kaka. Kwa naomba tu juisi ya mango. Hiyo mango. Utani. Na mimi hivyo hivyo. Sawa, na baba nisahau kuuliza kinywaji, si unatumia kinywaji gani? Natoka hapa. Hapana, kuna juice fresh, tuna juice za box, tuna soda, maji. Kama zipo za box nipate box 5. Box 5. Box 5. Na mimi niongeze. Sawa. Auntie. Na nini? Basi. Agiza tu. Nitaagiza vikija nini? Sawa. Wewe hapa sana kwa kuku. Ya kuku. Hakuna. Tunafirigisha. Eka 7. Maini. Firigisi 7 na maini 3. Haya, asante. Haya baba. Haya, karibuni. Haya. Fanya haraka eh? Jawadi. Karibuni. Mimi baba. Kwema tu. Nani hapa mjini swalaji? Sio ofisini nagusa hapa na hapa. Auza zako.
Tambi si wangu mwenye. Kwa tu. Sio tambi. Aya. Mama yangu. Baba. Takuntoroe. Mbona sasa hujaniamsha nikalale ndani mwenesha nimelala hapa? Na mimi pia nauliza, kwa nini hujaniamsha mpaka nilala hapa mpaka asubuhi? Ebo, sana niuliza mimi, siulize pombe uzokunywa. Kumbe jibu unalijua isipokuwa hata kunibabaisha tu. Sasa ngombe hivi mimi sitaki usiniulize. Milo inaniuma kweli akiwa Mungu. Kwa nini? Haiwezekani hoteli lote lile tumekula, tumekunywa, tumefanya kila kitu. Nimeshindwa kuiba kitu kidogo tu, nimeshindwa kuiba tu. Ni wewe sio mimi, nikuonyeshe mambo. Nikuonyeshe mambo. Hamfanya saa ngapi matukio hayo? Muda ule. Nyinyi mnazuba mnaanza kulegea midomo. Mimi nafanya vitu vyangu. Asitaka nikuulize kidogo. Mimi na wewe nani master? Salute sana. Yaani najivunia sana kuwa na jibaba kama wewe. Zinga la baba. Alafu ungekuwa una akili usingenisifia. Ungetafuta moto kanichoma kabisa. Asa hivi David nibeba mimi hivi. Nikisaidia tena kinakeuza na patikani. Wewe unamsifia. Baba na wewe. Tafikiri ujue umezaa taira bwana. Unalalamika. Kweli taira. Wasifia kukumabu. Na kuibia na wewe. Wanibia chukua na kuona chukua. Wewe kwa kanali ndani. Aibu. Hivi shida. Hivi unanipenda kweli mimi? Wewe vipi? Kwani ningekuwa sikupendi ningekupo hapa? Si ningekuwa niko zangu huko. Sasa jana ndo ikawaje? Nikuite sehemu uje peke yako tuzungumze mambo yetu ya maisha sisi wawili. Matokeo yake unabeba ukoo mzima, baba yako, shoga zako. Sasa pale unafikiri nilikuwa nazungumza kitu gani? Kulikuwa kuna privacy gani pale? Alafu wewe kumbe mchoyo wewe. Haiwezekani unipende mimi, alafu ndugu zangu wapende. Ukipenda boga penda na ua lake. Tatizo lako unashindwa kunielewa. Sikuwa na maanisha hivyo. Ninachotaka kusema ni kwamba kama tumepanga vitu, kuhusiana na sisi, basi iwe sisi kwanza. Ndugu tutapanga tu siku tutaonana nao, nitajuana nao kwa sababu muda wenyewe bado hujawadia. Ndio kwanza mimi naye tunatengeneza mazingira ya kujuana vizuri. Ndugu atakuja baadaye. Lakini sasa jana unafikiri mimi ningekaa pale ningezungumza kitu gani? Kwa hiyo ulitaka mimi nije kule, nile kuku, vitu vizuri, alafu babangu yuko nyumbani anakula mboga za majani kama mbuzi. Ninachokula mimi na babangu anakula hiko. Shida mimi nafikiri inahitajika mabadiliko makubwa sana kwako. Kweli. Inabidi tu uishi kama mimi. Kwa hiyo nataka mimi niwe mwanaume. Alafu wewe una njama zako nishazijua wewe. Na siwezi kuwa mwanaume ng'o. Tatizo lako ndio hilo, unashindwa kuelewa. Unazungumza unaropoka tu. Nisikilize unielewe. Ninachomaanisha mimi ubadilike mfumo wako wa maisha. Sijui kama unanielewa. Uwe unatafakari kabla ya kuzungumza. Uwe unajua unachokipanga ndicho unachoenda kukifanya. Sio tu upo tu unaishi binadamu una mipango hata kama hujasoma shida. Lakini lazima ujue kwamba maisha yako yanabidi yawe na mipango. Usiwe tu mtu wa kuropoka pasifo kutafakari kitu gani unachotaka kuzungumza. Mimi sipendi. Kwa hiyo nataka niwe. Anyway, taratibu tutafika. Mimi nilikuwa nataka leo kwanza ulale hapa. Sawa? Hamna tatizo, sawa. Lakini nilikuwa na ombi moja. Naondoka nyumbani, babangu sijamwachia kitu. Naomba 2,000 tu mtumie ili anunue hata chips kavu. 2,000? Sasa 2,000 itamsaidia nini? Nipe namba yake mimi nitamtumia shilingi 50. Nitumie mimi, nipe mimi afu nitamtumia yeye yote. Wewe nipe tu namba.
Nipe tu mimi nitampa yote. Wewe nipe namba namtumia mwenyewe. Haya. Andika. Zakaria. No. Pesa zangu ziko wapi? Pesa zangu ziko wapi? Boss, unaniuliza mimi swala la pesa tena? Lazima nikuulize wewe. Nimeweka pesa zangu kwenye draw. Pesa zangu hazipo. Pesa zangu ziko wapi Zakaria? Humo ndani tunaishi mimi na wewe. Pesa zangu ziko wapi? Boss wangu, tafadhali nakuomba, fikiria mara mbili. Labda kuna sehemu umeweka umesahau boss wangu. Usiniambie nimeweka Zakaria. Pesa nimeweka mwenyewe na akili zangu bwana. Kwani mimi sina akili nitoe pesa benki nije niweke kwenye draw kwa sababu najua na shughuli nazo asubuhi. Sasa pesa sizioni ziko wapi? Bosi, mimi sina kawaida ya kuingia chumbani kwako bila ruhusa yako. Na vile vile sina funguo bosi wangu. Naanzaje mimi kuingia na kuchukua pesa? Zakaria, naomba tuheshimiane. Pesa zangu, nataka kujua pesa zangu ziko wapi. Sina wa kumuuliza zaidi yako. Pesa zangu ziko wapi? Bosi wangu, nakuomba mimi nakuomba. Mkurugenzi. Niko kwa tunaishi wawili. Kaka, mbona kila siku kwamba unaletea mafuta yangu uletei? Ulisema haya. Kaka, haya ndo kitololo. Nipe ale pale. Haya mazuri. Acha nywele jamani, mbona nichanganyie sasa? Naomba mafuta ya kupaka ya mwili. Haya. Naomba hiyo Ruben. Kubwa ndogo, asize ya katikati. Nataka hiyo kubwa. Kubwa. Ungempa zile pale? Ameshaka ndogo. Zile pale nzuri zaidi. Dada vipi? Au mchutaka mchele? Ndio mmepandisha mimi mpaka 1500? Nataka hayo. Alafu kuna mchele mtoka Kibiji jana. Mafuta gani sasa nataka? Hivi? Hizi juice dada. Hayo uko mbele kabisa. Hizo hapo mbele. Hizi hapa. Hizi na dambu. Wajua hapo. Mafuta gani unataka? Tunatembekea hapa. Ukileta basi tunaambia sawa. Dada kuna ndakuja kuchukua kaka. Asante. We shida! We shida! Shida mwizi! Mwizi! Jamani, nimemwona mimi kwa macho yangu haya hapa Shida akiiba nguo zangu mimi. Haiwezekani. Shida amekuibia? Amekuibia au amekukimbia? Msimseme au mmetakana nyie. Mtakuwa mmetokana huko ulipotoka, mmeamua kuja kuyamwaga hapa. Halo, asiyekujua wewe Zedoni joka la kibisa kung'ata. Watu wanakuchezea ngoma lakini bado tu unalamba nani? Sikilizeni niwaambie mimi jamani ndo naongea mimi kama mimi nimemwona mimi kwa macho yangu, mbona mnielewe jamani? Wewe sema ukweli. Tunakujua sana hapo mtaani. Sema kama mmetakana huko tujue moja. No, mama hata haya uoni. Sasa sikia. Nataka twende kule tukatoe ushahidi. Twendeni kule kwa nani? Usijiamini. Mimi si ndo naambia, mimi ndo najua. Twende. Subiri. Twende. Eskaiba. Kazana. We Shida. Fungua! Wewe taka bombe kutoka. Fungua mlango mwanamke jiza hata haya uone. Fungua mlango. Wewe. Nani?
bibi wewe. Sisi hatuli tukashiba, hatuogi tukatakata kwa sababu yako wewe hapa mtaani. Unatuweka roho juu kama feni bovu, maana yake nini? Unasemaje? Mbona sielewi? Hebu mama subiri kwanza. We kaka, mbona mtoto wetu ndio kwanza katoka kulala wewe? Hivi wewe mwanaume, mbona una tahaya Mtoto katoka kulala sasa hivi ndio kumtia majanga. Lo, yaani mtupotezea muda wetu bure kwa tupotoka. Lo. Wewe ni muongo, ni mnafiki wewe, mwangalie kwa sababu ilipomshuka. Lo, hata haya huoni. Hivi hapa umeamua kuniletea, nimeletea sanaa usanii au ina wewe hujaiba nguo ukakimbia wewe? Nani kule kaiba nguo huyu? Jamani, mimi nimeiba, mimi nimeiba. Yewe kaka, wewe mimi nimeiba saa ngapi mtoto wa watu? Tangu asubuhi mimi niko ndani jamani, kuna watu wana roho mbaya. Jamani, mbona mnapenda kunsingizia? Hakuna matata, wizi usiache.